Na mtazamaji, katika taarifa zinazofungamana na majirani ni kwamba naibu katibu mkuu wa chama cha Chadema alikamatwa hii leo huko polisi nchini Tanzania wakiendelea na msako wa wale wanaodaiwa kuhusika na machafuko ya wiki jana. Naam, Amani Golugwa ndiye kiongozi wa tatu wa chama hicho cha upinzani kukamatwa, huku polisi wakichapisha majina 10 zaidi ya washukiwa wa machafuko hayo wanaosakwa. Na kama anavyoarifu Laura Otieno, watu 22 zaidi walikabiliwa na mashtaka ya uhaini, huku asasi za usalama zikisalia kimya kuhusu idadi ya watu waliouawa kufuatia machafuko hayo. Wiki moja baada ya vurugu kuzuka nchini Tanzania wakati wa uchaguzi mkuu, serikali bado inabana minyororo ya uhuru kwa kuwatia nguvuni wale wanaokisiwa kwa washukiwa wa machafuko hayo. Naibu katibu mkuu wa Chadema Amani Golugwa akinaswa na mtego wa serikali na kuwekwa korokoroni na viongozi wengine wa chama hicho akiwemo Tundu Lissu. Aidha, watu 22 walifikishwa mahakamani Ijumaa wakikabiliwa na makosa mbalimbali yakiwemo uhaini. Miongoni mwao ni mshawishi wa mitandao Jennifer Jovin Bilikija anayejulikana kama Nifa. Kwa mjibu wa hati ya mashtaka, aliwahamasisha watu wanunue barakoa, sijui niseme kama neno sahihi, wanunue barakoa ili kujilinda na mabomu ya machozi. Sio maneno yangu, ndio maelezo ya hati ya mashtaka. Sasa mtu yote anaweza akawa na maoni sasa, hata kama sio mwanasheria akawa na maoni iwapo hiyo ni uhaini au la. Wakati huo makasisi chini ya Pentecostal Voice of Kenya walishutumu serikali ya Kenya kwa kimya chake, haswa kuhusu maslahi ya Wakenya wanaodaiwa kudhulumiwa nchini Tanzania. Serikali haifanyi vile inatakana vikamilifu. Kile tunajua ni kwamba serikali iko na uwezo na inaweza enda hatua zaidi ili Wakenya waweze kuwa safe wanapofanya kazi ng'ambo. We also call upon the government of our foreign nations, particularly East African neighbors, to respect the basic rights and freedoms of Kenyans in their country in adherence to UN and regional human rights conventions and protocols. Aidha, jeshi la polisi Tanzania limechapisha majina ya watu 10 wanaosakwa kuhusiana na machafuko hayo. Mashirika ya haki za kibinadamu yamenakili vifo vya zaidi ya watu 1000, huku wengine zaidi ya 100 wakituhumiwa kwa mashtaka ya uhaini. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.